Karibuni sana kwenye banda letu hili. Ni banda la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, eneo hili la ubunifu, na mimi naitwa Dr. Lewis Mtashobya, ni mwadhiri mwandamizi idara ya kemia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi pamoja na mwenzangu Profesa Jovin Emmanuel tuna huu mradi wa kutengeneza bioethanol kutokana na zao la ulanzi. Ulanzi ni kinywaji, ni pombe ambayo inapatikana katika mikoa ya nyanda za juu kusini, Iringa, Mbeya, Njombe, Songea na Songwe. Mikoa hii imekuwa maarufu kwa kinywaji hiki, watu wanakitumia, lakini thamani yake imekuwa ikishuka sana kila mwaka. Kwa mfano mwaka huu mwezi wa pili na watatu, lita moja ya ulanzi ilishuka mpaka shilingi 200. Kwa hiyo kimsingi wakulima wanapata hasara na hawana jinsi ya kufanya. Wakati ule hata pa kuuza hawapati, wao inaishia wakati mwingine kumwagwa. Kwa sababu hiyo watu wengi wameanza kung'oa ile mianzi, wanaikata kwa sababu wanaona kama hilo waletei faida. Sisi kama wasomi na tunafanya utafiti tuliliona hili ni kama tatizo, na ni kwa sababu wanapoanza kuikata tunaona tunapoteza identity, kwa sababu kwa sehemu lile zao ni kama utambulisho wa eneo lile. Wanapoanza kuikata likiondoka, litaondoka kwenye historia. Kwa hiyo tukaona tunafanyaje ili kusaidia jamii yetu hii. Tukaona la kufanya ni kuiongezea thamani. Huu ulanzi tuuongezee thamani kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali, na hilo tukaona linawezekana. Kwa hiyo tangia mwaka 2021 tukaanza utafiti kwenye hilo zao, na mpaka sasa hivi tumeweza kutengeneza bidhaa nyingi. Hapa tulipo tuna hii inaitwa preservative. Hii preservative inatumika kuhifadhia vitu. Unamwona kama huyu jongoo amekufa, lakini tumemweka huu haozi, yuko humu. Huu ni mwaka wa 4. Ukienda kwenye maabara zetu kule sekondari, kuanzia sekondari mpaka vyuo vikuu, kwa sehemu kubwa sana wanatumia formalin. Formalin sio nzuri sana kwa afya. Kwa hiyo tumekuja na huu mbadala wa kutengeneza hii preservative, kuhifadhi hawa viumbe kwa bei nafuu, kwa usalama wa afya zetu. Lakini pia sio kuishia tu kwenye wadudu kama hawa, tunaamini kwamba hata kule mochwari watu wetu wanapofariki tunaweza tukawahifadhi kwa kutumia hii kemikali. Tumetengeneza hii medical spirit, clinical spirit. Tunajua wote inatumika mahospitalini, inatumika sana unapotaka kuchomwa sindano, utaona nesi anapangusa kukufuta, kuondoa vimelea vya vijidudu kwa kutumia hii kemikali. Lakini pia tuna hii solvent, inatumika maabara pamoja na mahospitalini kote huko, inatumika sana. Dr. Fred Okangi ni mwadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Shule Kuu ya Biashara, idara ya masoko. Niko hapa kama mtumishi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuwa sehemu ya kutoa huduma kwa jamii. Tunaita CSR, Corporate Social Responsibility, ikiwa ni huduma inayotolewa bure katika maonyesho ya Sabasaba ya mwaka 2026. Mimi natoa huduma ya business clinics, ni huduma ya kibiashara. Tunatoa huduma kwa watu wenye biashara, lakini hata wale ambao hawana biashara wanahitaji kuwa na wazo la kuanzisha biashara. Tunatoa huduma zipi? Tunatoa huduma ya ushauri kwa mtu ambaye labda ana product, ana kitu tayari ameshakitengeneza na anahitaji kwenda sokoni, lakini labda anapata ugumu wa namna gani ambavyo anaweza kaingia sokoni. Lakini pia hata yule ambaye anaweza kawa na kitu ambacho amekitengeneza na anashindwa kujua namna gani ya kufanya. Kwa hiyo tunaongelea masuala ya masoko, tunaongelea masuala ya fedha, tunaongelea masuala ya usimamizi wa biashara, na ni kwa wote, hata yule ambaye hajaanza biashara pia anakaribishwa, kwa sababu tutapata nafasi nzuri ya kuongea naye na kumshauri namna nzuri ya kuweza kuanzisha biashara. Na tunahudumia watu wote, watu wazima kwa watu wadogo, wanawake kwa wanaume, kila rika, na hata wale wenye biashara kubwa pia nao wanakaribishwa. Kwa hiyo ndio huduma ambayo tunatoa, na huduma ni bure kwa kipindi hiki cha Sabasaba. Tupo mpaka tarehe 13 mwezi wa 7, ndio itakuwa siku yetu ya mwisho ambavyo tutakuwa tumehitimisha hii huduma ambayo tunaitoa hapa. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina naitwa Dr. Bernard Mbwele. Mimi ni mwalimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nafundisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam daki ya sayansi ya afya,
ambayo iko Mbeya. Kule Mbeya tunafanya tafiti mbalimbali za afya ya binadamu. Sehemu kubwa ambazo mimi nafanya ni katika afya ya uzazi, yani afya ya mama na mtoto. Takriban kwa miaka 15 sasa nimekuwa nikifanya kwenye eneo hili. Moja katika tafiti muhimu ambayo tulifanya ni katika kuboresha huduma za afya ya wamama kuanzia pale wanapokuwa wajawazito mpaka wanapojifungua. Na huduma projekti hii, mradi huu sana ulihusisha hospitali 4 za mkoa wa Mbeya, yani Mbeya Zonal Referral Hospital, hospitali ya kanda ambayo inahudumia mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, hospitali ya mkoa wa Mbeya ambayo inahudumia watu wa mkoa wa Mbeya, hospitali 2 za wilaya, yani hospitali ya Ifisi pamoja na hospitali ya Igawilo ambayo tunaita Igawilo City Hospital. Mradi huu ulipata usaidizi kutoka chuo cha University College London, ambao wataalam wa afya ya uzazi walikuja kushirikiana na wataalamu wa Mbeya, ambapo tuliweza kuhusisha madaktari wa usingizi pale ambapo tunapoona mama anatakiwa afanyiwe upasuaji kama njia rahisi ya kumwezesha mama ambaye amepata changamoto ya kuweza kujifungua. Lakini pia tulihusisha watu wa mifumo ya radiolojia, yani vipimo kama ultrasound na CT scan. Pia tulihusisha wataalamu wa afya ya uzazi ambao kwa namna moja au nyingine walihusika katika kuongezea wakina mama damu au kuwafanyia upasuaji wakati wa kujifungua. Na programu hii iliweza kupunguza vifo vya wakina mama katika mkoa wa Mbeya, na ilipunguza vifo kwa takriban 12%. Naitwa Jean Marie Chris Bwemo. Mimi natokea kwa ICT ambayo ni ndaki ambayo iko chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, chini ya Blue Economy ambayo imekuja na product ya Tanfish. Tanfish ni mfumo wa kidigitali ambao unaunganisha wauzaji, wanunuaji, wafanyabiashara, wasafirishaji na watu wa makampuni ya fedha ambayo ni malipo, wanaoleta pamoja kwa ajili ya kufanya biashara. Huu ni mpango ambao umekuja kuwasaidia wale wavuvi wadogo kupata masoko makubwa, ambapo kwa sasa hivi tumeanza na masoko ambayo ni ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, lakini samaki zinatoka katika maziwa makuu mawili ambayo ni Lake Tanganyika pamoja na Lake Victoria. Soon tunaingia katika bahari kuu ambayo ni bahari ya Hindi, na samaki zote zitakuwa zinapatikana. Kwa kifupi ni kwamba unaweza ukaagiza samaki mtandaoni ukaipokea ndani ya masaa 24 kama zimetoka Mwanza au Kigoma. Tumeingia ubia na wasafishaji mbalimbali ambapo wanafika ni fresh na bado wako katika hali nzuri ya kutumika. Kwa majina naitwa Jason Moses Kaijage kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya chemistry, lakini college ya natural science, natural and applied science. Katika maonesho haya Sabasaba niko hapa kuwakilisha wenzangu Dr. Makungu Madirisha, Dr. Regina Peter Mtei na Dr. Deogratias Kikumi. Sisi kuja hapa kwenye maonesho haya Sabasaba tunazo tafiti ambazo tumezifanya na tumekuja na bunifu kuu 4 hapa. Bunifu hizo zimelenga kuja kutatua matatizo yanayowakumba wananchi, lakini hasa kwenye sekta ya ujenzi. Bunifu hizo ya kwanza kabisa tunayo hii inaitwa Durasem. Durasem hii imetengenezwa mahususi kwa ajili ya ujenzi wa lami. Kwenye ujenzi wa lami tumezoea zile lami ambazo zinapikwa kwenye mapipa ambazo tunaita hot asphalt. Sasa zile zimepitwa na wakati, kwa maana kwamba zinachangia kwenye kuchafua mazingira, lakini gharama zake ni kubwa. Kwa hiyo tukaja na teknolojia hii ya Durasem ambayo tunachanganya kwenye lami baridi ambayo haihitaji kupika tena kwenye mapipa. Unatengeneza lami yako safi ambayo pia ina sifa nyingine iliyoongezeka, ni kwamba baada ya kumwaga lami ile masaa 2 mpaka 3 baada ya kumwaga, barabara inaweza kutumika bila kuhitaji kufunga barabara kwa muda mrefu. Kwa majina naitwa Antoni Abel Tepeli, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, University College of Education Iduse. Ni mwanafunzi ambaye nimeweza kufanya tafiti inayosaidia kutatua changamoto ya magonjwa ya afya ya akili. Lakini tafiti hii imejikita sana kwenye utatuzi wa kutumia kompyuta maabara, kwa jina la kisayansi tunaita computational simulations za magonjwa haya. Kwa hiyo tunachokifanya basically ni kama tunaiga mazingira ya mwili wa binadamu,
tunayaweka kwenye kompyuta and then tunaanza kutibu kwa kutumia labda hata dawa 1000 ambazo hazijatambulika kama ni dawa, na tunakuja kupata at least dawa kadhaa ambazo tunaweza tukaenda nazo katika kliniki kwa ajili ya kuangalia majibu zaidi. Kwa hiyo tafiti yangu ilichokifanya, ilichukua mazingira ya mwili wa binadamu ikayaweka kwenye kompyuta. In science way inasema kumimic the human environment, specifically those pathways za magonjwa, alafu tunaenda kufanya docking na kustudy zaidi ya hizo compound jinsi zinavyoweza kutibu. Yeah.